إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, ikiwa tunaendelea na khutba yetu yenye unwan husnu dhanni billah, mwanadamu kuwa na dhana njema na Mola wake, bali hata ni suala lililoulizwa na tuliloulizwa katika kitabu chetu kitukufu pindi Allah tabaraka wa taala aliposema fama dhannukum bi rabbil alamin, madha ta'taqidu ayyuha al-insan fi rabbik, ma huwa dhannuka fillah. Ni suala hili kulizwa sisi, ni zipi dhana zenu kwa Mola mlezi wa walimwengu? Ni ipi dhana yako ewe mwanadamu? Waitakidi vipi kwa dhana yako ewe mwanadamu kwa Mola wako mlezi na kwa Allah tabaraka wa taala? Kwa hili ni ishara tosha, kama tulivyonena kwenye khutba iliyotangulia, namna utakavomdhania Mola wako ndivyo utakavomkuta Mola wako. Kwa namna utakavomtarajia Mola wako ndivyo utakavomkuta Mola wako. Kwa yote mambo na kwa hili jambo, ni dhana zetu kwa Mola wetu ziwe ni dhana ambazo kwamba ni njema. Kwa kila nyakati na kwa kila hali twastahiki kuwa na dhana njema kwa Mola wetu, lakini kuna nyakati fulani zastahiki sana na mno mwanadamu kuwa na dhana njema na Mola wake. Lakini kabla hatujataja ni wakati gani na hali gani, tusimame tu sisi kwa kule kwanza kuangalia ya kwamba kwa nyakati zote mwanadamu takasimame kwa kumtegemea na kumtarajia Mola wake. Kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa adhiya zake alizokuwa akiomba ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya hayyu ya qayyum, ewe ulo hai, ewe mwenye kuendesha mambo, kusimamia mambo, birahmatika astaghith, kwa rehema zako nataka msaada kwako.
aslih li sha'ni kullah, mambo yangu yote na kuomba utengezee, wala takilni ila nafsi tarfata aini, na usiniachie mambo yangu kuniachia mimi mwenyewe kwa muda mfupi wa mfano wa kupepesa jicho. Yani ya kwamba Mola wangu kwa nyakati zote na kutarajia, Mola wangu kwa yote na kutarajia, Mola wangu nitengeze mambo yangu yote, na wala usinipepenyeza na nafasi kuniatia mwenyewe niyatengeze, kwa sababu sitoweza kuyatengeza kwa udhaifu wangu ulioniumba nao. Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusimama kuomba dua kama hii. Ina maana ikiwa yeye husimama kwa sampuli hiyo, sisi twastahiki tumtarajie Mola wetu vipi? Mimbabi aula, kwa wingi na kwa sana na kwa mno, kwa sisi kumtarajia Mola wetu kwa nyakati zote, kwa hali zote, hususan katika nyakati hizi, mojawapo inda dua illahi ta'ala wa sualihi iyahu, ni pindi tunapomwomba Allah tabaraka wa taala na kutaka msaada kwake na kumuuliza yeye kile tunachokitaka kutoka kwake. Pindi unapomwomba Mola wako, na sote pindi tunaposimama kumwomba Mola wetu, tusimame ikiwa tutarajia kujibishwa na Mola wetu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, muombeni Allah tabaraka wa taala, kisha muwe na uyakini wa kujibishwa dua naye, lakini kisha jueni ya kwamba Allah tabaraka wa taala hajibishi dua ya mtu ambaye kwamba moyo wake ulighafilika pindi anapomwomba Mola wake. Ina maana wakati wa dua twastahiki sana kumtarajia Mola wetu pindi tusimamapo kuomba, kwa sababu mwanadamu ni furaha yake aombapo ajibishwe, na Mola wetu vile vile matarajio yake naye ni kwamba aombapo mja wake amjibishe, kwa aya kunena ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitawajibisha. Isitoshe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idha rafa yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra, hakika Mola wenu mlezi ni mwenye haya mkarimu, kuona haya pindi mja wake anapomuinulia mikono kumuomba kisha akamregesha patupu asimjibishe. Ina maana furaha ya Mola wetu ni kutujibisha pindi sisi tumuombapo. Nasi twastahiki vipi? Twastahiki tukisimama kumuomba Mola wetu tuwe na uyakini wa kujibishwa, na kabla ya hapo tuchunge mambo ambayo kwamba itakuwa sababu ya sisi kujibishwa, na tuchunge mambo ambayo kwamba itakuwa sababu ya sisi kutojibishwa. Lakini mmoja katika mahali walioweka wanazuoni kwamba mtu aweke husnu dhanni kwa Mola wake ni wakati anapomwomba Mola wake, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuonesha sisi ya kwamba tuwe na husnu dhanni na Mola wetu pindi tumuombapo ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, hujibishwa mmoja wenu kwa yule ambaye kwamba hatafanya pupa na kukata tamaa kwa haraka kwa kutojibishwa kwake. Qalu, wakasema masahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mal istijalu ya Rasulullah, umekusudia nini? Yaqulu, ni mtu asimame aseme, kad da'autu rabbi falam yustajab li, nimemuomba Mola wangu mlezi
lakini Mola wangu mlezi hakunijibisha pindi niliposimama kumwomba. Ina maana hukuwa na dhana njema na Mola wako, hukuwa na matarajio yaliyomema kutoka kwa Mola wako ya kwamba Mola wako atakujibisha. Ndugu zanguni katika imani, hakuna kitu chenye kumsaidia mwanadamu kama dua. Hizi dua kuna baadhi ya kadari alizozikadiria Mungu hubadilika kwa mtu kusimama kumwomba Mola wake. Ina maana ya kwamba ni tuwe makini pindi tusimamapo tuombapo, lakini utakuta kwa dunia ya leo tusimamapo kwa Mola wetu tuombapo hatuna utulivu na umakinifu, kwa kuwa kule sisi hatujaeka yakini wa kutaka kujibiwa na Mola wetu. Kwa kule sisi kutokuwa na dhana njema na Mola wetu kwenye kujibiwa dua zetu. Kikubwa ni hichi ama ni hili jambo la swala. Sisi tuangalie hata kwenye hili jambo la swala hakuna ibada ambao kwamba mwanadamu yuko karibu na Mola wake kama ibada ya swala. Ibada ya swala ni mahali ambapo kwamba mja anazungumza na Mola wake. Lakini tuangalie hata hizi swala zetu namna tunavyoziswali. Twaswali lakini hatuna uyakini ya kwamba twazungumza na Mola wetu. Twaswali lakini hatuna uyakini ya kwamba hapa namuomba Mola wangu nami natarajia malipo kwa Mola wangu, kwa kuwa Mola wangu atanilipa. Angalia kwa swala tunazoziswali, mwanadamu huswali na mpitae kwa mbele jito amemwandamisha. Angalia namna tulivyo. Mfunga swala na huku wasoma kisomo, lakini apitae kwa mbele yako umemwandamisha jito lako humtizama. Au utaona watu vito viko angani huhesabu feni, au utaona watu ya kwamba hana hata khushui kwenye kusimama kwake, kwa kujipara kwake na kujikuna kwake, lakini naye humuomba Mola wake. Lakini angalia kwa ulimwengu tu wa leo, kwa bosi tu na mwenye kukufanyia interview wewe kuomba kazi kwake, utakuwa na uyakini ya kwamba nikiketi kwa sampuli hii bosi atakubali. Utakwenda kwanza kwa kujipamba na mapambo na kwa kila nguo kutaka kuvaa, kwa kuamini ya kwamba nikienda kwa sampuli hii na nikifanya haya bosi atakubali, ama mwenye kunifanyia interview atanipasisha kwenye interview yangu. Kwa mambo ya kidunia tukataka kuwa na mambo kufanya kwa wale tunawaomba ili tupate yetu ya kidunia. Kwa Mola wetu atupaye ya dunia na kwa Mola wetu atupaye akhera. Hata kumuomba sisi twamuomba min qalbin ghafilin lahi, nyoyo zetu zimeghafilika na huku hufanya mambo yasiyokuwa na maana na mambo ya kiupuzi. Ndugu zanguni katika imani, mahali pa kwanza juu ya mambo mingi na mahali pingi walipotaja wanazuoni, lakini ni wakati wa dua. Tuhakikishe kwa sote tumeweka husnu dhanni, tuwe na dhana njema kwa Mola wetu kwamba Mola wetu atatujibisha dua zetu na Mola wetu atatupa yale tunayoyataka kutoka kwake. La pili jambo, wanazuoni waheshimiwa wasema inda tawakkuli alayhi fi talabi rizqi, pindi unapotawakal kwake kwenye kutafuta riziki. Kwanza tufahamu kwa sote ya kwamba waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, yoyote yule ambaye kwamba atatawakal kwa Allah tabaraka wa taala, Allah ndiye mwenye kumtosheleza yeye kwa yote. Lakini tuangalie hata hili jambo la riziki, ambao kwamba dunia leo imechefuka dunia na kuharibika dunia kwa watu kuhusudiana, kwa watu kwa kurogana, kwa watu kwa kuuana, kwa watu kwa kusingiziana, kwa watu mpaka kuchafuliana majina na mpaka kwa watu kuvundiana.
si lingine ni jambo hili la riziki. Ni wangapi watu walioko kwenye makampuni na wenzao wakawa hujipendekeza kwa mabosi wao kwa lengo la fitina la kuharibia wenzao? Ni hili jambo la riziki. Si ajabu tu labda pale amekushinda kidogo tu kwa jambo la riziki, lakini ukataka kumvurugia na kumharibia. Lakini nataka kusema ya kwamba kama ninavyo siku zote, kilicho chako ni chako na kisicho chako si chako. Na siku zote nawaambia, wa moja hali 10 na wa 10 hali 1. Kile alichokupangia Mola wako chako ni hicho hicho, lakini husimama watu wakataka kuwaharibia watu. Lakini fahamu ya kwamba kama riziki unaoitaka wewe kwa kuwa una familia nyuma ukutegemea, na mwenzako naye ana familia nyuma humtegemea, usisimame kwa uchochezi, usisimame kwa uharibifu. Na mingi mambo kama haya yapo kwenye makampuni, kwa watu kutuliana fitina ili wenzao wapate kufutwa kazi, ni jambo la kimakosa. Lakini pindi tusimamapo kutafuta riziki, tawakuli yetu kwa Mola wetu yastahiki iwe kubwa, na twastahiki sisi kutawakal kwake kwa kuamini ya kwamba arrizqu biyadillahi tabaraka wa taala, ya kwamba riziki iko mikononi mwake na huigawa riziki kwa namna anavyotaka yeye. Ndugu zanguni katika imani, sote kila mmoja riziki yake ashapangiwa. Hapa tulipo kila mmoja ashapangiwa riziki yake. Ile mambo na yale mambo ya kidunia tunayoyaona kwa baba au mtu wako au yoyote yule aliyoko hospitali, kwa kutiwa uji kwa huku kutoka kwa huku na kutiwa maziwa kwa huku kutoka kwa huku, kiasi na muda huweza kawa hata wiki 3 mpaka moja akikwambia vipi hali ya babako au mamako au shangazi yako au mjombako, ukamwambia kwamba wallahi hali ni nzito hivi ninavyokuambia, wiki ya 3 hata maji tukimtia kwa huku toka kwa huku. Ile ni ishara ya kwamba riziki zake zishafungwa. Ile ni ishara ya kwamba alichopangiwa na Mola wake ashakikamilisha. Hana tena hata sekunde ya kuonja hata tone la maji, ni kusubiri tu sana wakati ufike Mola wake amtukue. Yote hayo ni tanabuhi, yafaa tutanabahi ya kwamba riziki ziko mikononi kwa Allah tabarak wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna yoyote aliyoko kwenye mgongo wa ardhi isipokuwa riziki zake ziko kwa Allah tabarak wa taala. Sisi tuko matumboni wa mama zetu, lakini tayari tushaandikiwa riziki zetu. Wewe fikiria kwa kipimo kifupi chenye kutupa maana iliyokubwa na ndefu. Huwaje mwana akawa kwenye tumbo la mamake akaweza kuketi kwa miezi 9? Fikiria, na sote tufikirie, riziki zake hupata wapi? Yule mwana ndani ya tumbo huishi vipi? Ina maana ya kwamba kule kule Mola wake humruzuku na Mola wake humbakisha kiwa hai kwa namna ambayo kwamba sisi hata hatujui. Isitoshe ndugu zanguni katika imani, mwana akitoka utakuta mwana chakula chake anachokipata ni kwenye maziwa ya mamake, na hufikia wakati ikawa ni kikomo, ikawa hana ruhusa tena kunywa maziwa ya mamake, ikawa sasa mikorobo ya sima na gideri na chapati za ata na hizi nyinginezo ikawa ndio chakula chake sasa hula. Ni mipango kabambe iliyopangwa na Allah tabarak wa taala, kwa kuwa riziki zatoka mikononi mwake Allah tabarak wa taala. Meseji yangu kwa kufunga khutba ya kwanza, nisikie vizuri sana kama barobaro wa Kiislamu, nisikie vizuri sana kama mzazi. Nataka kuambia barobaro, kwa jambo hili
linalofungamana na nyinyi vijana kuoa. Kijana, ikiwa una uwezo wa kuoa, usiche kuoa. Ni vizuri kijana asimame kujipanga kabla hajaoa. Lakini ni kwamba ikiwa unao uwezo wa kuoa, wa kumsterehesha utakayemuoa, ikiwa una uwezo wa kuoa, unao fedha za kuolea, na wazazi hapa nataka kuambia mahari ya punguzeni, na ndoa kila ikiwa chache wa mahari, baraka huzidi kwenye ile ndoa. Kwa nini nimetaka kuitoa meseji hii? Nimetaka kuitoa meseji hii kwa mawili mambo. Vijana wengi waogopa kuoa kwa sababu wasema nikioa tamlisha nini? La kumlisha si kazi yako. Wewe ni sababu tu, riziki zatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kama ulivyoona riziki yako kwa Mola wako, na mke wako ana riziki yake kwa Mola wake. Bali hata pindi utakapozaa na yule mwana naye, usiche wala usibabaike, na yeye naye ana riziki zake kwa Mola wake, kama ambavyo kwamba babake na mamake wana riziki zao kwa Mola wao. Lakini utakuta watu ni waoga, sema tanlisha nini? La, wewe utakula, naye atakula, kwa kuwa ni ahadi aliyoitukua Mungu, kwa kuwa kila mmoja atampa riziki yake. Lakini la pili, jambo ambalo kwamba nataka kusema, wazazi, tuwaozesheni mabanati zetu kwa haraka na uwepesi kwa namna inavyowezekana. Na mabarobaro tuwaozesheni pia, kwa sababu kwa pande zote mbili hali imechafuka na hali imeharibika. Nataka kuambia ya kwamba kuna clip ya trendi kwenye mitandao. Message, wazazi hususan ni yenu hii message. Kunaye binti wa miaka 16 alioenda kwenye party na marafiki zake. Walipokuwa kwenye party wakalewa. Baada ya kulewa, ukawa ni uchafu wa zinaa kupatikana kwenye ile party. Binti wa miaka 16. Binti huyu zimetoka video zake 9, na kila video ni chafu kuliko video nyingine. Kwa ushahidi wa matokeo haya yapo kwa wale wanaotoa ushahidi kwa hilo. Mimi video sijaiona hata moja. Usinena kwamba shekhe naye yumo ameziangalia zote 9, sijaangalia hata moja. Ni ushahidi tu kwa wale wenye kutemka, na wale ambao hawamwogopi Mola wao, na wao hupenda kwenye kueneza maovu na machafu. Wenyewe husema ya kwamba ukiklik sehemu fulani na fulani utazikuta zote 9. Na kuna na wale waombao humwambia na kuomba niingilie inbox upate kunitumia. Hao ni wale. Sisi ni wale ambao kwamba tukiona maovu tutakuja yaweka sawa kwenye mimbari. Binti wa miaka 16 amechafuliwa na wavulana takriban 4. Video yake imeenea kwa kila upande na kwa kila sehemu. Hatimaye klipu yake ilimfikia mamake mzazi. Binti alipopata habari ya kwamba ile klipu ishamfikia mamake mzazi, akaona haya pale alipofikia kwa malezi aliyojaribu kumuinua nayo mamake. Binti akaona kazi rahisi ya kumaliza hii kesi ni ajitoe uhai kwa kujinyonga. Hivi ninavyozungumza, yeye amekufa. Binti wa miaka 16. Wazazi, leo ni huyu, kesho ni wako, kesho kutwa ni wangu, na Mwenyezi Mungu atuhifadhie mabanati zetu na watoto wetu. Lakini kama wazazi, tuna mwelekeo upi na gani
kwa mambo yanayotendeka kama haya? Utamtoa vipi mwanako kwa kumpa ruhusa kumwambia nenda kwenye pati, nenda kakeshe na marafiki mpaka asubuhi? Utaweza vipi kama mzazi mwenye sikitiko la mwanako kutoa ruhusa kama hiyo? Amechafuliwa masikini, na hatimaye ndio huyo sasa hivi kwake kajiua, madhambi kapata, na sononeko kwa mzazi mwana amejiua, na sononeko kwa mzazi ya kwamba mwana amechafuliwa. Wazazi tusimameni wima na tufahamuni kama wazazi kwa sote, wana ni dhima na wana ni amana, na tutakwenda ulizwa kuhusu amana ya watoto. Ziko riwaya zinazosema ya kwamba wataulizwa wazazi kuhusu watoto kabla ya watoto hawajaulizwa kuhusu wazazi wao. Kwa hivyo tusitukue tu ni jambo rahisi, wala tusitukue tu kwamba ni jambo lepesi. Maadamu na mwana tena utakavyosimama naye kivovote ni sawa. La, si sawa. Mwangalie mwanako ni maadili gani unayompa. Kama mzazi wasimama vipi kwa malezi ya kumlea mwanako. Lakini leo kwa kuwa ulimwengu umetutawala, na leo kwa kuwa tuupenda ulimwengu, wallahi imekuwa wafanyavo watoto wetu kwetu sisi ni sawa. Ramadhani hii iliyopita nilialikwa university fulani kwenda kuzungumza na wanafunzi wa Kiislamu kwenye ile university. Nilipoingia kwanza nikashtuka sana na kusikitika sana kwa namna ukuruba na ukaraba waliokuwa nao wanafunzi wa kiume na wanafunzi wa kike. Baada ya kutoa nasaha zangu kwa wanafunzi, mwalimu mmoja akaniita pale kutaka kunipa mashtaka. Menambia, shekhe, hapa kwa hali namna iendao ni hali ya kusikitisha. Hivi ninavyokuambia shekhe, kuna wanafunzi wa Kiislamu wa kike, mavazi wanaovaa hapa university hata utashangaa. Akapiga mfano kwa kunena, kuna mmoja hapa yuko na barobaro na masaa 24 yuko na chemba kwa mahali pasiri, na huyo barobaro hata si Muislamu. Licha asiwe Muislamu na we Muislamu, hakuna ruhusa wa ukuruba huo. Lakini asema shekhe, kila nikimkanya hakanyiki, na tabu kubwa niliyoipata kama mwalimu, alimshtakia mzazi wake kwamba mimi humuingilia maisha yake. Mzazi akaja kwa kishindo na hasira kunaambia, hatana na mtoto wangu. Ni mzazi wa aina gani wewe kuzungumza maneno hayo? Wewe ni mzazi kweli? Kwa haya university tunayoyapenda, mimi nasema siku zote kila mmoja na msimamo wake. Nasema hata kama tunataka kuwasomesha university, kwa kuwa tutafuta sisi ili hata hawa wake zetu na mama zetu na madada zetu wakitibiwa, watibiwe na hao wanawake wenzao. Lakini pia hakuwezi fanywa namna ikawa kuna university ya kiume na ya kike. Lakini utakuta kwamba hamu yetu university atende akasome, kisha aje ashikilie familia, kisha yuko kwenye kampuni ufanya kazi, ambeba mafaili, ambebea bosi faili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kisha baba bukheri wa afya hufurahi kwa kunena, binti yangu pale alipo aliscore marks nzuri kule university, na wewe mume ulioko nyumbani ukamuoa baada ya kuonana na university. Kisha wala hujeri kwa mke wako kubeba faili kumbebea bosi wake. Asubuhi wewe umelala, yeye amekwenda ofisini na lipstick na wanja, bosi wako muangalia na bosi wake muangalia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masikitiko na ni fedheha iliyokubwa sana. Lakini utakuta haya university tunayoyapenda, mtoto wa kike kwake ni nyumbani.
waqarna fi buyutikunna. Mungu hana kishaa, wala Mwenyezi Mungu hatakuwa na ufahamu wa kumfahamu mwanadamu kuliko sisi wanadamu kufahamikiana sisi kwa sisi. Sisi ile aya ukisikia ala ya'lamu, vipi asijue man khalaqa, aliyeumba, wa huwa al-latiful khabir. Hii ina maana ya kwamba maadamu yeye ndiye aliyemuumba, itakuwa na ufahamu zaidi wa kumfahamu mwanadamu alivyo. Ile tukiambiwa wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur, ndiye aliyotuumba. Kuna mmoja aliharibikiwa na gari lake, gari la mtatiza, iko barabarani, yalitengeza, akapita kizere kiajuza, kamwambia kwamba hebu ndo niangalie gari langu. Na kumwambia hilo humwambia hana budi, lakini alimdharau kwa kuona kwamba sina tena namna, hebu mwambia nisaidie. Bali kuna kauli yasema hichi kizere ndio alomuomba gari lako lina shida gani, watakutengezee. Alimfanyia dharau kwa hilo, lakini kisha akasema haya, liangalie lina tatizo gani. Madakika kidogo tu gari likingurumishwa hilo likaguruma. Jamaa kashangaa, akamwambia vipi, ulijuaje kwa umri wako wote huo? Akamwambia soma jina la gari, hilo jina ni langu mimi ndo niliyatengeza. Hilo jina unaloliona hapo, usione gari limeandikwa Ford, usione gari sijui limeandikwa nini, majina ya watu yale. Kamwambia hilo jina basi ndiye mimi. Ina maana maadamu mimi ndo nililotengeza, ni mjuzi zaidi kulijua hilo gari hata wewe. Mola wetu aliposema waqarna fi buyutikunna, ketini majumbani mwenu wanawake, Mola wetu alipojua udhaifu mwanamke. Leo tuamuonesha Mola wetu hawaketi majumbani, tutawatoa nje. Wao wakiambiwa ketini majumbani, tuwateni. Dunia ya leo ni dunia, ukiwa na chako mwanamume hakutambii. Mwajidanganya wanawake tena sana, kuwa na mali utakavyokuwa, mwanamke kwa mume wake bado yuko chini. Na siwe na lolote mwanamume awe masikini atakavyokuwa fukara, nawe mwanamke kuwa bilionea utakavyokuwa. Lakini waambiwa ya kwamba kwa kuwa mume wako ana daraja kwako, juu ya ufukara wake na juu ya utajiri wako, ana haki kusimamia majukumu yako hata kama yeye mfukara au tajiri. Mipango hilo pangwa na sheria yetu. Lakini leo tunaona kwamba tuwasomesheni university, akisoma university utakuwa ameendelea. Kimaliza tu standard 80 ama form 4 kidogo shajua mambo, kete nyumbani. Mwanamke kumhudumikia mume wake. Pepo ya mwanamke iko kwa mume wake. Mwanamke, mume wako asipokuwa radhi nawe, Mola wako hako radhi nawe. Lakini kishindo cha university, nasema sawa, zifunguliwe university za kike na za kiume. Pia si ajabu hilo tutalipinga, na pia ikiwekwa hivyo tutapeleka kule wanaume walipo. Na kisha pia tunataka kuwasomesha university, si tuwasomesha university ya dini zao. Mbona tuitaka dunia tu, hatuitaki akhera? Ni wangapi wanaopelekwa university kusoma dini yao katika mabanati wa Kiislamu? Wangapi? Hebu tutafuteni sisi katika huu ulimwengu, ni wangapi? Takuta ni kidogo sana, isipokuwa wale waliorehemewa na Allah tabaraka wa taala. Na hapa pia nataka kusema wasomeshwe wanawake masomo ya dini yao. Msimamo wangu leo na utangaza hapa, na fikra na rai naitoa na iwafikie kila msimamizi wa madarasa na kila mzazi na hata mashehe waliosimama katika kuipeleka dawa mbele. Nasema kuanzia sasa hivi hata madrasa zetu, watoto wa kiume wasomeshwe na walimu wa kiume, na watoto wa kike wasomeshwe na walimu wa kike. Kesi zimeenea za walimu wa kiume kunajisi watoto wa kike walimu wa madrasa, na hii ni aibu, na hii ni fedheha,
kama kiongozi wa dini ya Kiislamu, dini tohara, dini safi, dini iliyotakasika, aliyoitakasa ambayo kwamba ni mtakatifu. Lakini leo hivi uharibiwa watoto wetu madarasa na mwalimu wa kiume. Juzi kuna kesi, mtoto wa miaka 7, mwalimu wa miaka takriban 50 na amemuharibu. Na mitaani humutele watu hao wenye kutaka kuharibu watoto wadogo wadogo. Si aliharibiwa mtoto hapo juzi magorofani hapo? Mmoja alimpandisha mtoto wa kike mdogo juu akamuharibu. Majirani na wenye maduka wakiambiwa fungueni CCTV tumwangalie, kila mmoja hataki. Unena CCTV yangu haifanyi. Mwana kuingiliwa na mwizi ukaibiwa ili CCTV sifanye kabisa. Lakini husikitiki maskini kwa binti mdogo aliochafuliwa na jamaa ambao kwamba pandikizi la baba amuharibu binti mdogo. Si ndio aliyoko katika mitaa na jamii? Nawaambieni walimu wa madrasa, ni aibu kwenu. Tukiwa na la usawa kuhusu walimu wa madrasa, tutasema kama tusemavyo siku zote. Na ikiwa tutakuwa na la makosa kwa walimu wa madrasa, hatutosita kunena kuhusu hayo. Kuna wale wanaosema kwenye mitandao, mbona mwaona wenye kufanywa, hamwaoni wenye kufanya? Sisi msimamo wetu, mwenye kufanywa na mwenye kufanya katika wanaume, wote hao hatuwasapoti. Na wote hao tutawakosoa kama tunavyokosoa siku zote. Lakini nataka kuambia ya kwamba tuweni sana makini. Mambo haya ya university yameharibu mambo. Binti ni huyo ashakufa, binti wa miaka 16. Sisi tukitoka sasa hivi, binti yako akikomba ruhusa aenda kwa rafiki yake, wewe mpe ruhusa aende, akwambia nenda party kwa rafiki yangu. Siku nao kisa niliwaambia, mwanamke aliolewa ra'atu ummu ibnataha wa qad tazayyanat likulli zina wa hammat bil khuruji. Mwanamke alikuwa amejipamba kwa kila pambo na alikuwa na hamu akutaka kutoka lihudhuri haflata lijaratiha, ili ahudhurie party ya rafiki yake jirani yake. Faqalatil ummu zajira, mama akasema kwa ukali kumwambia binti yake, ya binti, ewe binti yangu, idha kharajti amama an-nasi bihadhihi zina famadha abqaiti li zawjuki fa aslahati al-fatatu min sha'niha. Mama akamwambia, mwanangu, ikiwa utatoka kwa sampuli hii, umembakishia nini mume wako? Aliposikia maneno yale, yule binti akajirekebisha na akatulia ndani ya nyumba. Al-ummu madrasa, mama ni chuo. Simameni akina mama kutoa maadili na mafunzo yaliyomema kwa mabanati zetu. Msisimame akina mama kwamba ndio mchango wa kuharibika mabanati. Na sisi waume kwa kupenda kwetu sana kuwapenda wake zetu, si kila jambo tuambiwalo kwamba sisi tukiri. Tusikiri kwa maovu, hata kama talaka itoke na itoke. Lakini utaketi vipi waona maovu na machafu kisha nena hatuwezi kunena, wametutawala, nikinena itakuwa mbala, tataka talaka, naondoke? Takufa wewe bila kuwa na mke. Ingawa Uislamu hautaki mtu kukaa bila mke, lakini kwamba kote huko sisi tumejisahau. Kwa hivyo mabarobaro na wazee kiujumla, nawaambia kusalimika kwa mabanati zetu, tuwaozeshe mabanati zetu. Hata kama mume hana kitu lakini mwenye dini, tuwape. Ufukara na utajiri wa Allah tabaraka wa taala. Wangapi leo mabilionea ambao kwamba hawana mahali pa kuweka pesa na hawakusoma? Wangapi leo mabilionea na hawana ushapu wa akili? Ni wangapi leo washapu na waliona elimu mafukara katika hii dunia? Mambo pangwa na Mungu. Riziki iko mikononi kwa Allah tabaraka wa taala. Ni pindi tu sisi kama waja wa Allah tukitaka riziki zetu kwa Mola wetu, basi tuzitake kwa njia ambazo kwamba tuwe na husnu dhanni na Mola wetu. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra
takhdu khimasa wa taruhu bitana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, lau nyinyi ingelikuwa mwatawakal kwenye hili jambo la riziki kama unavyotawakal ndege kwa Allah tabarak wa taala, angeliwaruzuku nyinyi kama anavyowaruzuku ndege. Hutoka kwenye vitundu vyao, matumbo hayana kitu, na hurudi matumbo yao yameshiba. Wewe mwangalie kurabu na kisigi, hutoka kwenye vitundu vyao, hawana ujanja wa kuweza kufanya mambo huko nje, lakini akarudi shibe tele. Mwanadamu hutoka kwenye nyumba yake na ujanja wake aliopewa na Mola wake, kisha akarudi asipate lolote. Ni tawakuli yetu kwa Mola wetu kuhusu riziki zetu, hatukuwa na husnu dhanni na dhana njema na Mola wetu kwa kubandia atoae riziki. Mambo ni mingi na mambo namna yanavyokwenda, hali yasikitisha na hali hairidhishi. Nina message moja kwa watoto wa kiume baada jalsat al-istiraha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Katika nchi yetu ya Kenya kuna 47 counties. Kuna county 47. The smallest county in Kenya ni Mombasa County. Na county ambayo kwamba iko na notorious gangs and criminals waambiwa ni Mombasa. Sikieni vizuri sana. Mombasa ndio the smallest county in Kenya. Lakini kwa ujambazi na magurupu ya kusumbua watu, Mombasa iko kipawa mbele na Mombasa inaongoza kwa hayo. Mombasa ni mji wa amani. Mombasa ni mji wa raha. Mombasa ndio mji kiutizamo wa watu kutizama Uislamu, itizama Mombasa. Vijana wetu musiharibu sifa ya Mombasa. Sasa hivi vijana, kuna mtindo wanaotumia vijana hawa vijana wa kuingia kwa madirishani na milangoni kwa nyumba za watu, wakitumia na madawa hajulikani madawa gani, hata TV kangolewa ukutani huisikii. Si mwende mabenki basi mkatukwe mamilioni. Nini kututia tabu? Untukule simu wangu wa mkopo, kila siku lipe shilingi 80, sipolipa yafungwa. Nini tabu hiyo? Nenda benki, tieni hizo dawa zenu ili hata mameneja na security wasiwaone. Mutukue mabilioni, siku ya pili tuwaone na maprado. Huja kutuonea sisi mkavunda vidirisha, hutafuta vijana vembamba wakaingizwa, wakiingizwa wakatukua wanaotukua. Mimi nasema hakuna wakando wanaoyafanya hayo isipokuwa vijana wetu. Na wazazi ndio tuliosimama kutaka kuwanusuru na kuwaficha watoto wetu. Ndio haya mambo ikawa hayaishi. Kijana wa mtaani, usikubali kutoka kijana mtaa mwingine kuja kuharibu mtaa wenu. Leo na raha wakiingia kwa jirani akiiba ama wakiiba, kesho ataingia kwenu, hapo ndo utakapojua. Lakini nataka kuambia vijana, sifa tulionayo Mombasa, the smallest county in Kenya, lakini ndiyo county ambayo kwamba with most notorious gangs and criminals ni Mombasa County. Yafaa kwa sote tumakinike, nafaa kwa sote tushikane mkono, na hususan mwito wangu kwa viongozi wa kidini, dini ya Kiislamu, dini ya Kikristo na viongozi wa kisiasa, hatuna budi kuungana kwa haya mambo kumalizika. Lau si hivyo tutakuja wakosa watoto wetu, na sasa hivi tayari huwa wakati watoto wadogo wanatutoka mikononi. Mwana wa miaka 17 na mwana wa miaka 22 kwa tegemeo lako mzazi, uketi nyumbani yeye akuangalie, na tegemeo lako mzazi ufe wewe mwanako akuzike. Leo wazazi wamebaki na huzika watoto wao. Na Mungu Allah tabaraka wa taala tuafikie kila la kheri. Na Mungu Allah tabaraka wa taala tubariki. Na Mungu Allah tabaraka wa taala tujalie ni wale waja ambao kwamba tukisikia ya mema tuko tayari kuyafuata, na tukisikia mabaya tuko tayari kuepuka. Limebakia moja,
taliunganisha kwenye Ijumaa inayokuja Mungu akipenda inshallah. Ni wakati gani na upi mwanadamu astahiki kumtegemea Mola wake na kuwa na husnu dhann na Mola wake, tutakuja itaja Ijumaa inayokuja. Na kwa wakati uliozidi, naomba samahani kwa hilo, kutokea mambo kama haya. Ijumaa iliyopita kulikuwa na ikhtilafu ya umeme, khutba ikawa fupi tena sana. Na leo kwa maneno mazito kama haya, mwanadamu akizungumza usikie uchungu, nyakati zimezidi kidogo, na waomba samahani kwa hilo. Lakini kuanzia Ijumaa inayokuja Mungu akipenda inshallah, tutaswali kama tunavyoswali siku zote. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Yaqulu Allahu mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subul salam wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.